Mtazamaji wa Mwanaharakati TV, mambo haya hapa tena. Leo tunakupeleka visiwani Zanzibar ambako kumetokea jambo lisilo la kawaida kabisa katika historia ya siasa za Tanzania. Ni tukio ambalo limefanya wengi wakabaki na maswali mengi kuliko majibu. Kiongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM huko visiwani Zanzibar ameingia katika orodha ya marais wachache wa Zanzibar ambao hawakuhutubia siku ya sherehe za uapisho wao. Kinachovutia zaidi ni kwamba historia hii imejirudia. Mwaka 1984 baba yake Mzee Al-Hassan Mwinyi naye hakuhutubia kabisa baada ya kula kiapo chake cha urais wa Zanzibar. Katika sherehe hizo zilizofanyika uwanja wa New Aman Unguja, macho na masikio wa Zanzibari yalikuwa yameelekezwa kusubiri hotuba ya rais huyo mpya, lakini tofauti na matarajio ya wengi, hakuwa na hotuba yoyote. Maswali yalikuwa ni mengi. Je, ni utamaduni mpya uliozaliwa Zanzibar au ni ujumbe maalum unaofichwa nyuma ya ukimya huu wa viongozi hawa wawili, yani baba na mwana? Endelea kufuatilia Harakati TV, tutakupeleka ndani kabisa ya tukio hili, kuchambua maana na historia na taswira yake kisiasa katika visiwa vya Zanzibar na bara kwa ujumla. Hii ni Harakati TV, habari za uhakika na uchambuzi wa kina. Dkt. Mwinyi aliapishwa kuongoza visiwa hivyo Novemba mosi 2025. Hafla iliyohudhuriwa na maelfu ya wananchi wa Zanzibar na wawakilishi wa mataifa mbalimbali. Hatua ya kuapishwa kwake imetokana na viongozi hao kushinda katika uchaguzi mkuu wa visiwani humo kwa kupata kura 448,892 sawa na 44.8% ya kura zote. Mpinzani wake wa karibu wa Dkt. Mwinyi, huyu anafahamika kama Othman Masoud wa ACT Wazalendo, alipata kura 139,399 sawa na 23.22% tu kwa mujibu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, yani ZEC. ZEC ilitangaza kwamba waliojiandikisha kupiga kura visiwani humo ni 717,557, lakini waliopiga kura ni 609,996 sawa na 84.88%. Kati ya kura hizo zilizoharibika ni kura 8,863 sawa na 1.46%. Ukilinganisha na matokeo ya mwaka 2020, Dkt. Mwinyi ameshuka kwa 2% tu. Mwaka huo alipata kura 76.27 dhidi ya aliyekuwa mshindani wake wa karibu wa ACT Wazalendo, hayati Maalim Seif Hamad, ambaye alipata 1.987. Wagombea wa vyama vingine na kura walizopata ni Laila Rajab Khamis wa NCCR Mageuzi, huyu alipata kura 1,643. Juma Ali Twalib wa ADA Tadea alipata kura 1,455. Ameil Hassan Ameil wa Makini, huyu alipata kura 1,435. Hamad Rashid Hamad wa ADC, huyu alipata kura 1,345. Wengine ni Mfaume Hamis Hassan wa NLD, kura 1,301. Hamad Mohamed Ibrahim wa UPDP, huyu alipata kura 1,296. Said Masud Said wa AFAP, huyu alipata kura 1,238. Khamis Fak Agau wa NRA, huyu alipata kura 1,161, na Hussein Juma Salim wa TLP, huyu alipata kura 1,065. Sasa watu walitegemea hotuba baada ya kutangazwa. Hotuba pekee iliyotolewa na Dkt. Mwinyi ni baada ya kutangazwa kuwa mshindi na ZEC, akisema yupo tayari kufanya kazi na kila mmoja kwa maslahi ya taifa na maendeleo ya nchi hiyo. Dkt. Mwinyi alisema hivi: inawezekana wakati wa kampeni wamesema na kuumizana, kwa sababu ndiyo demokrasia ilivyo, kila mmoja kusaka nafasi hiyo, lakini kwa kuwa wamemaliza uchaguzi, wanapaswa kuunganisha nguvu zao pamoja kujenga taifa, na yeye atakuwa rais wa wote bila kubagua. Maneno ambayo aliyasema Dkt. Hussein Mwinyi. Alisema hivi: ndugu zangu,
Uchaguzi ndio umeisha tena. Basi nawaomba tukubali kupokea matokeo haya, maana wananchi wameamua na haya ndiyo maamuzi yao, hatuwezi kuyapinga. Ninawaomba wagombea wote na vyama vyao wakubaliane na matokeo. Nitapata nafasi tena baadaye kuzungumza nao. Tulitajana na kukwaruzana, lakini tunapaswa kuweka maslahi ya umma mbele, alisema hayo. Akitumia nafasi hiyo, aliwashukuru wagombea hao na wananchi kwa ujumla kuonyesha ukomavu wa kisiasa, kwa kuwa tangu mchakato wa uchaguzi ulipoanza kupiga kura hadi kutangazwa mshindi, hakuna uvunjifu wa amani wowote ule uliojitokeza. Nina matarajio yangu kwamba amani tulionayo atadumisha katika amani tulionayo, alisema maneno hayo. Akizungumza kwa niaba ya wagombea wengine, aliyekuwa mgombea wa ADC Hamad Rashid alisema uchaguzi umeisha, hivyo wanapaswa kuwa wamoja na kumpa ushirikiano aliyeshinda ili kuendelea kujenga Zanzibar. Sasa nini alichokisema huyu Othman? Huyu bwana tukumbuke ndiyo yule aliyekuwa mpinzani mkuu kwa maana ya mshindani mkuu kutoka chama cha ACT Wazalendo dhidi ya CCM uko visiwani. Sasa baada ya kushinda katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, 2025, Othman aliwataka wananchi wa chama hicho kutulia wakati viongozi wakiendelea kutafakari. Uchaguzi huu ulioshirikisha vyama 11 vya siasa. Dr. Mwinyi wa CCM aliibuka kidedea kwa kupata 74.8 ya kura zilizopigwa, huku Othman akipata 23.22. Akizungumza na viongozi na baadhi ya wanachama katika ofisi ya chama hiyo uko Vuga Oktoba 31 mwaka 2025, Othman alisema licha ya kutokubaliana na matokeo hayo, lakini hawana budi kuwa watulivu, yaani ACT hawajakubali kabisa. Bwana Omo anasema hivi: ndugu wanachama, tunaona yaliyotokea, lakini ni waombe tutulie wakati viongozi tukiendelea kushughulikia jambo hili. Othmani anasema jambo lolote litakalofanyika lazima watawashirikisha wanachama na hakuna uamuzi utakaoamuliwa bila kupata baraka za wanachama. Wakati ACT Wazalendo wakisema hayo, CCM iliwashukuru na kuwapongeza wanachama wote kwa kuchagua viongozi wao kwa kura nyingi na kuendelea kuiweka madarakani. Katibu wa kamati maalum itikadi na uenezi mafunzo wa chama hicho huko Zanzibar, Khamis Mbeto, alisema chama hicho kinavikaribisha vyama vingine washirikiane kujenga uchumi wa Zanzibar. Tumeshinda kwa kishindo. Hii ni kuonyesha kwamba mgombea wetu alikuwa anakubalika, lakini inaonyesha jinsi ambavyo CCM imetekeleza ilani yake kwa asilimia kubwa, hivyo ikajenga imani kwa wananchi. Uchaguzi umeisha, sasa ni wakati wa kuendelea kuijenga nchi, alisema huyo Mabeto. Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.